Naitwa Solomon Itunda, mkuu wa wilaya ya Mbeya. Leo tarehe 31 mwezi wa 3 mwaka 2026 tumekuja hapa Iwambi kwenye kituo cha kulelea watoto wetu yatima, lakini tulianzia kule Soweto kwenye kituo cha Bi Aisha Foundation. Tumeshuhudia pale kituo kimeanzishwa zaidi ya miaka 20 iliyopita na kuna watoto zaidi ya 18 wanaolelewa pale. Tumeshuhudia changamoto walizonazo, lakini na mipango walionayo. Kwanza, wana mpango wa kujenga kituo kikubwa cha kisasa na tayari wameshapata mchora ramani na ameshachora ramani. Wanatarajia kujenga ghorofa 1 mpaka 2. Wana changamoto kidogo ya kupata kibali cha ujenzi. Nimetoa maelekezo mahususi kwa mkurugenzi mtendaji wa jiji pamoja na mkurugenzi wa chuo cha utumishi wa umma, wahakikishe ndani ya siku chache zijazo watajua namna ya kupata fedha ili waweze kupewa kibali kwa ajili ya maandalizi ya ujenzi. Lakini pili, nimewaahidi kwa niaba ya serikali kwamba watakapoanza mchakato wa ujenzi, tupo tayari kwa kushirikiana na wadau wa maendeleo wa mkoa na wilaya ya Mbeya kutoa sapoti ya kutosha ili ujenzi ule uanze na uendelee kwa kasi zaidi. Lakini tumekuja hapa, kulia kwangu yupo mkuu wa kituo hiki, kituo ambacho kimeanzishwa mwaka 1995, zaidi ya miaka 31 iliyopita. Wameshapita watoto zaidi ya 134. Hapo ndani wapo watoto 34 ambao wanasoma kidato cha kwanza, kidato cha pili, kidato cha 4, nasari na kadhalika. Tumeleta zawadi mbalimbali kupitia mkurugenzi wa kampasi ya Mbeya chuo cha utumishi wa umma, lakini pia kupitia uratibu wa mtendaji mkuu wa chuo cha utumishi wa umma, kwa sababu zoezi hili sisi ndo tunahitimisha Mbeya, lakini lilishafanyika kwenye kampasi zaidi ya 5 katika nchi yetu. Ipo kampasi ya Tabora, ipo kampasi ya Singida, Tanga, Dar es Salaam na kadhalika, pamoja nafikiri na Mtwara. Naomba nitumie nafasi hii kwa niaba ya serikali ya wilaya kumpongeza sana mtendaji mkuu wa chuo cha utumishi wa umma Tanzania kwa ubunifu huu pamoja na wasaidizi wake wote, akiwemo mkurugenzi wetu wa kampasi ya Mbeya. Wangeweza kufanya maadhimisho haya ya miaka 25 ya kuanzishwa chuo chetu cha utumishi wa umma ambacho kwa kweli kimefanya kazi kubwa, kimetoa product kubwa sana katika taifa letu. Wakaamua badala ya kuitisha makongamano, watu wale pilau, watu wacheze mziki, wakaacha hayo yote, na naamini hayo yote angefanyika, angetumia gharama kubwa sana. Wakaona ni vema waende kuyagusa maisha ya watoto na watu wenye uhitaji, na hili ni takwa la kiimani. Tumeona ni sehemu ambayo ina uhitaji mkubwa wa kuguswa, lakini ni watoto ambao wanasoma, wako elimu za sekondari, kesho na kesho kutwa wanategemea kuingia vioni. Kwa tumekuja kuwatia moyo, kuwashika mikono na kuwaona kwamba hawako wenyewe, tuko nao, na kama chuo tunatambua mazingira na changamoto zote ambazo wanapitia. Tumekuja pia kuwagusa sio kwa maneno tu, lakini kwa zawadi mbalimbali. Haya yote yanalenga mahitaji yao, na kabla tupatia mahitaji yao ya msingi. Mahitaji mbalimbali kama mlivyoyaona, kuna mbuzi, kuna mchele, kuna sukari, kuna mafuta, maharage na vitu vingine mbalimbali tumeviwasilisha kwao. Vifaa hivi vina gharama zaidi ya milioni 3. Nasema milioni 3 kwa sababu tumetembea vituo viwili. Kwa hivyo tumesema tuwapatie wenzetu. Mahitaji haya mtendaji mkuu ametusaidia, lakini hawa watumishi wa kampasi ya Mbeya wamejitoa kwa kuchanga, kwa kutoa hela zao mkononi, lakini wengine wametoa vifaa. Kwa hiyo watoto hawa wajisikie wapo na ndugu zao, kaka zao, dada zao, baba zao na mama yao. Tuko nao pamoja, na sio leo, tutaendelea kuja kuwashika mikono na kuwaona. Na kipekee tunamshukuru sana mkuu wa wilaya. Tulimwambia kwa muda mfupi, lakini amelichukulia kwa uzito hili swala, akasema ungane na sisi aje aone hao watoto wake. Kwa tunamshukuru sana yeye
msaidizi wake ambaye ameambatana naye afisa tawala wa wilaya, tunawashukuru sana kwa kukubali kwao kwa muda mfupi, na tumeweza kupita vituo vyote viwili. Tulianza kwa Bi Aisha kule Soweto na sasa tumemalizia hapa Iwambi. Mimi naitwa Jamila Mwankemwa, ni katibu wa Bi Aisha Foundation. Kituo chetu kwa sasa kina jumla ya watoto 26 kwa maana ya watoto chini ya miaka 18, na katika hao 6 ni watoto wa kike na 20 ni watoto wa kiume. Tunasema chini ya miaka 18 sio kwamba ndo tumeishia hapo. Tuna watoto wa zaidi ya hiyo miaka, lakini kiserikali tunatakiwa tulee watoto chini ya miaka 18. Lakini kama mnavyowaona kuna watoto wanakuja na miaka 2, 4, mnaona pale wengine wadogo wadogo. Wanafika miaka 18 tunaambiwa tuwatoe kwenye kituo. Sasa utoaji wake kidogo inakuwa mtihani, maana wengine ndio wamemaliza shule, hawajapata shughuli za kujitegemea. Kwa hiyo pia tunao watoto wakubwa. Bahati mbaya leo tuna msiba, tumefiwa na mjukuu wetu mmoja ambaye baba yake ni mmoja wa watoto waliowahi kulelewa hapa kwenye kituo. Kwa hiyo wale watoto wakubwa wameenda kusaidia msibani. Bahati mbaya leo hamjawakuta katika kituo. Kwa hiyo kwa kifupi, wachache wao ndio hao kama mnavyowaona hapo. Taasisi yetu ipo katika mchakato. Tuko kwenye mchakato wa kurekebisha jengo letu kama mlivyoliona. Waliofika mapema wamepaona. Nafasi yetu haitutoshi. Jengo letu ni dogo, kwa hiyo tuko kwenye mchakato wa kutaka kurekebisha jengo letu. Tumepata mfadhili, mkandarasi ametuchorea ramani baada ya kuja kupapima hapa. Kwa hiyo ametuchorea jengo la ghorofa moja. Kwa hiyo ninyi kama wadau, kama watu mnaofanya kazi kwenye jamii, tunaomba tukifika katika hiyo hatua ya kushikana mashati, basi msituchoke. Mtakuwa ni sehemu ya watu ambao tutapita kuomba donation yenu kwa ajili ya kufanya hilo zoezi la kurekebisha jengo letu. Langu ninaitwa Alice Henry Mtui, Mrs. Mujuni Kiaruzi, mimi ndio mkuu wa kituo. Na tumesikia mkuu wa wilaya akitoa hapa ahadi za kuwa pamoja na sisi bega kwa bega. Kwa kweli tumetiwa moyo na tunashukuru sana. Mkuu wa wilaya aliendelea kusema kwamba ni kitu kidogo. Kwetu sisi hiki sio kidogo, hii ni budget kubwa, yani nimetuboost, tumesogea, yani tumerelax. Hapa ninaona watoto wameoga, watoto wamekunywa, watoto wamekula, watoto wametunzwa, wamehifadhiwa, mahangaiko yatapungua kwa sababu tunaona kuna kipande cha mwendo ambacho mmekata mwendo mrefu kwenye maisha ya kituo hiki. Mungu awakumbuke, na tunaiombea neema serikali yetu ya mkoa wa Mbeya na ya Tanzania kufanya mambo makubwa na mazuri zaidi. Na sisi hatutanyamaza kimya, tutaendelea kuja kuomba ushirikiano ili kupaboresha mahali hapa. Lakini pia nitoe mwaliko kwa sababu mheshimiwa yuko hapa na wako walezi na wazazi wenzangu hapa. Kituo chetu bado kina nafasi ya kuendelea kusaidia watoto ambao wamekosa mtu wa kujua kama mtoto ametibiwa, mtoto ameoga, mtoto amepiga mswaki, mtoto amefua nguo. Maana kuna design ya maisha ya watoto wanaishi huko kana kwamba hana mtu. Kwa hiyo ukisikia, ukiona, tafadhali tuwasiliane. Sisi tutakuelekeza taratibu za kufanya. Hapa wapo walezi na kipo kituo kwa ajili ya mtoto ambaye amekosa na ameshindwa kuishi kama mtoto. Huwa sipendi kuona watoto wakizurura barabarani. Mara kadhaa nimeongea nao Kabwe pamoja na Mwanjelwa. Wengine wamenitoroka, wengine hawapendi. Unawaambia kabisa, mimi sikupi hela, ila nitakupa mahali ambapo utaishi, utakula, utavaa na utaenda shule. Anakukimbia. Sasa wakiwepo watu katikati yao wamefanikiwa kuwa convince wale watoto wakaja hapa, sisi tuko tayari. Majina anaitwa Nasa Salumu Mwita, ni mtoto wa Bi Aisha. Nimekuja kushukuru. Asanteni sana, tunawapenda. Mkuu wa wilaya tunakushukuru. Mungu akusaidie katika majukumu yako. Na watumishi wa umma tunawashukuru sana. Mungu awasaidie katika kazi zenu zote na Mungu awavushe katika kila kitu. Asanteni. Gene yetu nasema asanteni kwa zawadi mlizotuletea pale mlipochota. Mungu akazidishie katika kazi zenu, katika maisha yenu. Hiki mlichokitoa kikae chanzo katika maisha yenu.